Kwa ndo hivyo, yani wewe kwa tu na amani. Yani tukifika pale, umenielewa? Yuko wapi? Wewe. Yuko wapi? Yuko wapi? Nilikuwa naye hapa, ghafla Luka nipotea. Amepotea? Yaani mtu uko naye afu unasema amepotea? Sofia, are you serious? Shit! Huu ni uzembe. Hebu twende hivi. Amesema alikuwa anataka kuniua. Alikuwa anioni? Ndio, alikuwa kuoni. Alikuwa anioni? Sasa kwa nini alitaka kuniua? Nisikilize wewe, hautakiwi kuuliza maswali mengi. Unatakiwa kuhakikisha unaokoa nafsi yako. Yaani kimbia, maana unarudi haraka hapa. Shit! Sofia, huu ni uzembe ujue. Yaani inawezekanaje mtu tuna mpango wa kumuua na tayari tumeshamweka kwenye 18 zetu, tunasema amepotea. Inawezekanaje? Mimi nilikuwa naye hapa na amepotea, hata sielewi amepotea poteaje. Aha, Sofia, hii sio kweli. Yaani mtu anapoteaje hivi hivi kizembe? Amekuwa hela mtu anapotea? You're not serious, Sofia. Yaani haujui kabisa unachokifanya. Unatakiwa ujue kwamba tunapopoteza target, tunakuwa tumepata hasara kubwa sana. Na kosa kama hili haitakiwi kutokea, Sofia. Huyu mtu anatakiwa atafutwe na apatikane kwa namna yoyote ile. Huu ni uzembe ujue. What's goddamn shit? We mtoto, kuna dada fulani hivi tunamtafuta, ni mfupi mweupe hivi, tena anavaa nguo nyeupe. Hujamwona anapita hapa? Hapana, sijamwona huyo mtu. Una uhakika unachokizungumza? Ndio, mbona nimeshakujibu. Wewe Bisupu, unafanya nini hapa? Mimi nimetoka shule kwa sasa. Kwa hiyo ukitoka shule ndo unafikia mitaani? Hivi, nyie watoto wa mitaani, mnakuwa na shida gani? Kinachofanya zagazaga mtaani nini? Aya, potea hapa. Potea! Hatuna muda wa kupoteza hapa, sawa? Twende tumtafute. Mjomba, mpumbavu mwenyewe ambaye alikuwa anamtafuta huyu hapa. We Kanoni, unamhitaji mke wangu mpumbavu lakini? Mjomba, ulivyokuja hapa nyumbani uliniambia kwamba lazima nimtafute Farida na nimlete hapa nyumbani. Nimepambana sana kumtafuta. Kila sehemu, nimeenda kila eneo ambalo nilitakiwa kumtafuta, nimepambana sana mjomba. Ndani ya siku 5 kama 6 hivi, sijui ni siku ngapi sasa. Sijui ni siku ngapi, maana hata nimeshasahau. Lakini Mungu kanisaidia. Nimempata kwa wakati. Na ndio maana hata wewe mwenyewe umerudi hapo umemkuta. Wewe Kanoni wewe. Wewe nani umemtafuta na ukamrejesha nyumbani? Unataka kusema nini wewe? Umejeta mwenyewe hapa nyumbani wewe? Sasa nyinyi, mbona mnanichanganya? Nimsikilize nani? Wewe unaongea, huyu anaongea. Nimsikilize nani kati yenu? Niambia mke wangu Farida, ulikuwa wapi? Unafikiri mjomba anaweza kukujibu? Hawezi kukujibu. Kwa sababu sehemu ambapo alikuwepo yeye ni paaibu sana mjomba. Hawezi kuzungumza. Na hapa kilichopo mjomba, kwa sababu umeshakuja, mimi naona jambo la msingi sasa hivi ni kufocus na namna ya kusaini kwake talaka. Aondoke kwenye maisha yangu kwa sababu umemkuta yuko, nimeshamleta nyumbani hapa. Saini talaka zake tu aondoke. Tumalizane basi mjomba wangu. Ni saini talaka? Alafu nikisha saini talaka ndio inakuwa hii. Kanoni, tumeshaliongea hili jambo zaidi ya mara 2 si mara 3. Nimeshakwambia mimi talaka siwezi kusaini. Yaani siwezi kamwe. Yaani hilo sawa kabisa kuhusu mimi kusaini talaka. Kanoni, mbona Farida ni binti mzuri sana? Amekukosea nini? Kwa nini msikae mkayazungumza, mkayamaliza haya? Mjomba, mimi nimeshakwambia mazonge yote ambayo kafanya Farida unayafahamu. Kwa hiyo mimi simhitaji Farida kwenye maisha yangu, simhitaji tena. Na msimamo wangu ni mmoja tu. Yeye inabidi asaini talaka, aondoke kwenye maisha yangu, aniache ni focus na maisha yangu, naye akafanya maisha yake mengine. Sasa ameamua kuchagua maisha yake bwana, ameenda kuishi huko na watu wengine. Ameamua kufanya uzalilishaji, kunizalilisha kwa watu hapa. Aondoke tu nyumbani kwangu bwana. Na kwaje bwana? Na hata hivyo mjomba, mimi sasa hivi nimefocus na maisha yangu, niko na mwanamke wangu ambaye nampenda sana. Nadhani hata wewe mwenyewe ulimuona. Sasa hivi ana ujauzito mjomba, inabidi ni focus na kale ka Junior kale.
mwanangu anakuja muda wowote, nakuja kuwaheshimisha familia mjomba. Kanoni, mbona hutaki kumsikiliza mwenzio? Lakini kumbuka Farida ni binti mzuri sana, na sijui tatizo liko wapi. Kwa nini msikae mkayamaliza? Ni swali lishakuwa gumu sasa. Itabidi nimpigie mama yako simu ili aje tulizungumze. Hiyo nzuri hiyo mjomba, hiyo nimeipenda sana. Safi, kwa sababu kama mama anakuja inabidi na yeye huyu ampigie mama yake, amlete mama yake hapa ili tukija kukaa kwenye kikao tuwe pande zote mbili, tukae hapa. Kanoni, mimi sioni kama kuna ulazima wa kumuita mama yangu eti aje kusikiliza vitu ambavyo havina vichwa wala miguu. Jamani, siwezi kumuita mama yangu aje huko, kwa sababu sioni hata kitu cha maana cha kumsumbua mama yangu atoke kule nyumbani na alivyo mgonjwa aje mpaka huku alafu asikilize vitu ambavyo havina vichwa wala miguu. A young child was born with unusual abilities that made everyone in the village curious. Some people feared the child, while others laughed and called the child strange. Even though life was difficult, the child remained kind, respectful, and determined. Every challenge became a lesson instead of a reason to give up. As the years passed, the child's courage and wisdom began to inspire everyone. When disaster struck the village, the same child everyone had rejected stepped forward to help. Using intelligence, compassion, and bravery, the child saved many lives and brought hope to families. The villagers finally realized that true greatness is not found in appearance or rumors, but in a good heart and strong character. They apologized for judging too quickly and welcomed the child with love and respect. From that day on, the story of Memtodo Wajabu reminded everyone that every person has unique gifts, and those who are different can become the greatest blessing to the world.